Watu wa Mungu, nataka niongee jambo moja kuhusiana na Mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, vile alivyoongea kwa habari ya Upendo Nkone kununuliwa gari kwa kuchangiwa pesa na Watanzania wengi. Wengi mumemshutumu Mchungaji Mbarikiwa kwamba amekosea sana, kwa alitaka Upendo Nkone afanye nini? Alitaka katae? Mbona yeye alichangiwa? Mmeongea mengi sana kwamba mbona yeye alichangiwa, wengine wanasema na wivu, wengine wanasema pokea tu mama hiyo. Lakini kwa mtu mwenye akili, mwenye ufahamu uliotulia, anaweza kujua kwamba kwa nini Mbarikiwa ameipinga hii sadaka. Mbona wapo wengi walichangiwa na Watanzania lakini hakupinga? Kwa nini kwa Upendo Nkone? Kuna nini? Mtu mwenye akili timamu, nasema mtu mwenye akili timamu, yule asiye na akili timamu ambaye anakurupuka tu, kuropoka na kuongea, huyo hataelewa hata hivi ninavyoongea. Lakini mwenye akili timamu tajua. Mimi nilichokiona kwa Mchungaji Mbarikiwa, Mchungaji Mbarikiwa kupinga ile sadaka, lengo ni kutaka kuwajulisha Watanzania kwamba msitoke kwenye mstari, msitoke kwenye movement ya kudai uhai wa ndugu zetu waliouawa Oktoba 29, kwa sababu watu waliohusika katika mauaji ya Oktoba 29 ndo wanaweza wakapata mwanya na njia pa kuingilia ili kujisafisha, kwa sababu kutubu hawataki na kujionyesha kwamba walikosea hawataki. Kwa hiyo wanaweza wakapata mwanya huo, na wakitoa hiyo sadaka, mimi na wewe hatuwezi tukawa na nguvu ya kuwakemea, ya kuwapinga kwa lolote. Hata ile nguvu na ile pressure tuliyokuwa nayo ya kupressurize mamlaka itueleze mili ya ndugu zetu, uhai wa ndugu zetu, hatima ya uhai wa ndugu zetu waliouawa Oktoba 29, hatima yake ni nini? Nguvu hiyo hatuwezi tukawa nayo. Kuna mambo yametokea hapa katikati kuhusiana na nyeti kuibiwa na vitu vingi ambavyo vimetokea hapa. Vyote hivyo vilikuwa vinalenga kututoa Watanzania kwenye njia, vilikuwa vimelenga kututoa Watanzania kwenye mstari, kwenye movement ya kudai uhai na miili ya ndugu zetu waliouawa Oktoba 29. Sasa Mbarikiwa alichokuwa na kilenga ni hicho, kusema sadaka ya Upendo Nkone ina ukoma. Alikuwa analenga hicho, ndo Mbarikiwa alipoingilia hapo. Wewe na mimi huwezi ukajiuliza kwamba mbona kuna watu wengi wakina Rose Muhando, wakina Goodluck Gozbert na wengine wengi walichangiwa pesa, Mbarikiwa hakuongea. Inakuweje kwa Upendo Nkone? Watu wa Mungu, tusiwe ni watu wa kukurupuka. Mimi nilichojifunza kwa Mbarikiwa ni kwamba Mbarikiwa sio rahisi kutolewa kwenye njia, sio rahisi kutolewa kwenye reli, sio rahisi kusahaulishwa na vitu vya ajabu, ila sisi wa Tanzania ni rahisi sana kusahaulishwa. Hata kama huwa tunasema kwamba uhai wa mtu una thamani kuliko chochote, mimi hapa ndipo nimekuja kuelewa kwamba hamna, tunadanganyana, ni maneno ya mdomoni, lakini uhalisia wa mioyo ya Watanzania wengi, vitu vya maisha haya, mali, pesa, vyeo, vina thamani kuliko uhai wa mtu. Yaani wewe uwezi ukawa unajirahisi kirahisi tu kuingia kwenye mitego ya watu fulani. Ukiwa umefiwa na ndugu yako, umefiwa na dada yako, mjomba wako, yani unasahau kwa sababu ya vitu vya maisha haya, kwa sababu ya vipande 30 vya fedha, unaamua kumuuza Yesu. Wengi tunaojiita Wakristo tunamuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Tunaona Yesu ana thamani kuliko vipande 30 vya fedha. Ndio kinachoendelea hapa. Tuko kwenye majonzi, hatujui hata tuko kipindi gani, wakati gani huu tulionao, tunatakiwa tushughulike na jambo gani. Na shangaa
ndo wakati ambao tunaona ni wa kwanza kuzipokea zawadi kutoka kwa mtu yoyote. Nini? Tuko radhi tumuuze Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Ndugu zetu waliouawa Oktoba 29, wengi hawakuingia kwenye maandamano, wengine walifuatwa ndani, wengine waliuawa, kama mchungaji mmoja wa Dar es Salaam anaitwa Maria Martha, alipigwa risasi akiwa anatoka kwenda kuchukua mahitaji, akapigwa risasi. Yule alikuwa kwenye maandamano, yuko dukani kwake, kapigwa risasi. Sasa ndo wao watu waliouawa pasipo na hatia, lakini sisi tunawauza kwa vipande 30 vya fedha. Mungu akupe neema, unayenisikia na kunitazama sasa, kujua hiki ninachokiongea na kukimaanisha.